Alitoa betri, lakini redio iliendelea kufanya kazi na kumwambia kwamba hii mashine inatengeneza umeme kulingana na jinsi inavyozungushwa na upepo. Basi akamwambia baba yake ya kwamba kama wakitengeneza mashine kubwa zaidi ya hii, basi wataweza kupampu maji kutoka chini na kumwagilia mazao yao shambani, lakini atahitaji baisikeli ya baba yake aikatekate ili atengeneze mashine hiyo. Lilikuwa ni wazo la kijinga kwa baba yake na alichukia sana na kuanza kumgombeza mwanae na kuvunja kabisa hata zile mashine alizokuja nazo. Dogo ilibidi aache shule na kuanza kufanya kazi shambani kwa baba yake kila siku. Hali ilikuwa mbaya na ukame ulikuwa unazidi kuwa mkubwa. Hali ilizidi kuwa mbaya, chakula kilikuwa kidogo. Walifikia hatua ya kutoa bati za nyumba ili kwenda kuuza kupata mahitaji ya muhimu. Alienda chumbani kwa dada yake na kumwambia maneno haya: najua unampenda sana mwalimu, najua pia mwalimu anakupenda wewe, basi naomba unisaidie jambo moja. Alimuomba dada yake amsaidie kupata ile dynamo iliyoko kwenye baskeli ya mwalimu wake, kwa sababu anaweza kuitumia kupampu maji na wakamwagilia shamba la baba yake. Basi asubuhi ya leo William aliporudi alikuta wazazi wake wanalalamika kwamba dada yake Annie ametoroka pamoja na yule mwalimu. Aliandika kwenye barua kwamba wamekimbia kwenda kutafuta maisha sehemu nyingine, na William alipoingia chumbani kwake alikuta dada yake amemwekea ile dynamo iliyokuwa kwenye baskeli ya mwalimu. Kwa msaada wa marafiki zake, William kwa kutumia plastic waliweza kutengeneza mashine ndogo ambayo ilikuwa na kitu kama propela, na pale ambapo ilikuwa inazunguka basi ilitengeneza nishati kama ya betri, na redio ilianza kuongea kama iliyowekwa betri. Kweli redio ilianza kuongea tena kwa sauti kubwa. Wote walikuwa na furaha na kuanza kucheza muziki ambao ulikuwa unachezwa ndani ya redio. Hili lilimpa matumaini William, kwa sababu lengo lake ni kutengeneza propela kubwa na kuiweka kwenye upepo ili kuweza kupampu maji na kumwagilia mazao ya kuweza kuwapa chakula.